Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo. Hatua ya moja, utangulizi wa kifaa. Kabla ya kuanza, ni muhimu kuelewa muundo wa kompyuta yako. Lucia Rodriguez Garcia Msims 16R5 ni laptop yenye uwezo mzuri wa utendaji, lakini inaweza kukumbana na matatizo mbalimbali kama vile kujiwasha au kuanguka kwa mfumo. Katika mwongo huu, tutakuwa na lengo la kutambua tatizo na hatua za kuzitatua. Hatua ya mbili, uchunguzi wa kwanza. Kabla ya kufanya ukarabati wowote, ni vyema kufanya uchunguzi wa kwanza wa kifaa. Hakikisha unachukua hatua zifuatazo. Angalia ikiwa laptop inaonyesha ishara za maisha kama vile mwangaza wa LED. Kagua kebo za umeme na betri, hakikisha hazina kasoro. Jaribu kuanzisha laptop bila betri, ukitumia tu adaptasi ya umeme. Hatua ya tatu, huduma ya kuchukua nyumbani. Ikiwa umefanya uchunguzi wa kwanza na tatizo bado lipo, unaweza kufikiria kutumia huduma ya kuchukua nyumbani. Hii ni rahisi na itakuokoa muda. Tafuta huduma za ukarabati zinazotoa huduma hii katika eneo lako na angalia maoni ya wateja. Hatua ya nne, kuelewa gharama. Kabla ya kuleta laptop yako kwa ukarabati, ni vyema kujua gharama zinazohusika. Ukarabati wa vifaa vya kielektroniki unaweza kuwa na bei tofauti kulingana na tatizo. Kwa hivyo, ni muhimu kujua gharama ya uchunguzi wa kifaa, gharama ya vipuri kama vile RAM au motherboard, gharama ya kazi ya fundi. Hatua ya tano, kurekebisha tatizo. Baada ya kupata taarifa kuhusu gharama, unaweza kuamua ikiwa unataka kuendelea na ukarabati. Fundi atakuelezea tatizo lilipatikana na kutoa mapendekezo ya kutatua. Mifano ya matatizo yanayoweza kutokea ni HID inayoharibika, RAM isiyo na uwezo, masuala ya motherboard. Hatua ya sita, hitimisho. Baada ya ukarabati, hakikisha unafanya majaribio ya kifaa chako ili kuthibitisha kuwa kila kitu kiko sawa. Ni vyema pia kutafuta ushauri wa jinsi ya kuzuia matatizo yajayo. Kumbuka, huduma bora za ukarabati zinapaswa kutoa dhamana kwa kazi zao. Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo.